Mimi jina Mwamposa sio jina la baba, sio jina la ukoo. Okay. Ni jina la babu yangu. Aha. Babu yangu alikuwa mzee wa kanisa, alikuwa kiongozi wa dini hapa. Ndiyo. Kwa muda mrefu. Na mpaka kanisa lilikuwa linaitwa kanisa la Mwamposa. Ndiyo. Na nikiwa mdogo watu walikuwa wananiita jina la babu yangu. Na nikaenda kujiandikisha shule mwenyewe nikajiita kwa jina hilo ambalo ni Boniface Mwamposa. Ukiona ndugu zangu wote. Ndiyo. Hawaitwi Mwamposa. Ndiyo. Wanaitwa Mwasomola. Hata mzee wangu anaitwa Godwin Mwasomola. Lakini kwa nini naitwa Mwamposa? Watu walikuwa wananiita jina la babu yangu. Na babu yangu alikuwa ni mtumishi wa Mungu kwa muda mrefu hapa. Kwa hiyo mzee wangu ndiyo aituzaa, tuko watoto 9. Na tumekuwa katika familia yetu na mimi ni mtoto wa pili. Mmoja wa kwanza ni wa kike, ni dada yangu. Ndiyo. Na asante. Ndivyo tulivyo. Ndiyo. Tumezaliwa hivyo na ikatokea mimi nimeitwa na Mungu. Umeitwa. Sasa kwenye biashara. Mzee wangu alichukua kupeleka Zambia. Nikaenda Zambia kwa kufanya biashara. Na babangu alikuwa ameniajiri. Ndiyo. Kwenye biashara hakunipa mtaji, aliniajiri kwanza. Ndiyo. Na hajawahi kunipa mtaji. Ndiyo. Aliponiajiri nikakaa chini yake pale nafanya biashara na nilipa mshahara. Ndiyo. Mshahara wangu ule aliyokuwa ananilipa nilianza kumpa mzigo na mimi nanunua mzigo nampa ananipelekea Dar es Salaam ananiuzia. Na nilishia na mimi nikawa na mtaji mkubwa. Ndiyo. Kisha nikamtafutia mtu mwingine asimamie biashara zake, mimi na mimi nikaanza kwenda Zambia. Ndiyo. Tanzania. Sasa nilipoenda Lusaka kuna biashara nilikuwa kufanya kule. Ndiyo. Nikakutana na kakaangu mmoja aliyeokoka akanishuhudia. Ndiyo. Nilikuwa sijaokoka kipindi hicho. Akanishuhudia habari za Mungu. Ndiyo. Kaenda kanisani nikaokoka. Uliokoka Zambia? Zambia. Ndiyo. Nikamwambia mimi nimeokoka, akaanza kunicheka. Kwa nini wale kucheka? Ulikuwa huko katika mandhari ya kuokoka mtume. Wasingefikiria. Ndiyo. Hata hapa Mbalizi. Ndiyo. Wasingefikiria. Ndiyo. Kwa sababu nilijulikana kama mtu wa vurugu. Ulikuwa kijana mjini kabisa. Hapa Mbalizi hapa. Ndiyo. Ndiyo. Nilikuwa nipo sio vurugu sana vile. Ni kijana lakini ambaye mtu hawezi kufikiria kwamba anaweza kuwa mtumishi wa Mungu. Na Mungu mara nyingi anachukua wale ambao wamekataliwa na watu. Ni kweli. Anawatengeneza. Ndio maana nikakwambia kitabu cha huduma ni kama nje hakina rangi nzuri. Sasa mimi nilipoitwa na Mungu, Mungu alinifundisha siri. Na nilikuwa najiuliza maswali, kwa nini watu ni maskini? Kwa nini wachungaji wa maskini? Mungu akanipa maandiko kwamba sio yeye kuwafanya watu wa maskini. Ukifahamu ukweli utakuweka huru. Ndio Mungu akaanza kunifundisha jinsi ya kumwamini. Kwanza katika neno lake, katika kumtolea, katika kumwamini katika kipato ulicho nacho. Kuna darasa la Mungu na kuna darasa la binadamu. Ndio maana mtu anaweza kufanya mambo makubwa katika huduma. Sio yule alianza na theolojia na kwenda kusoma kwenye vyuo. Haitokei hivyo. Mtu ambaye anaweza kufanya mambo makubwa na dunia ikatikisika. Kuna chuo cha wanadamu na kuna chuo cha Mungu. Sasa mimi hapa nikikwambia chuo cha wanadamu nimeanza kukitumia sana ni kwa ajili tu ya kuweka sawa tu karatasi, lakini sio kwa ajili ya mambo mengine. Chuo cha Mungu kiko hivi. Ndiyo. Cha kwanza ni kanisani. Watumishi wanapofundisha Mungu anasema na wewe. Lile neno linafundishwa, kuna watumishi sahihi ambao wanaongea na wewe neno la Mungu na ukajua hapa Mungu anasema ni kitu gani. Cha pili, Mungu anasema na wewe kwenye moyo wako kupitia neno lake.